Semaji. Semaji nyie mlitoaga wakati ule masharti yenu kwamba bwana wale watu wasipochukuliwa hatua mpaka wachukuliwa hatua nyie ndio mtacheza. Sasa kitu tunaona wale watu hawajachukuliwa hatua lakini na nyie mko tayari kucheza. Hii imekuwaje au mlibadili gia tuangani? Semaji machachari. Tayari huyo. Sisi tunachoweza kuthibitisha Maulid Kitenge kwamba tuko tayari kwa ajili ya kucheza dabi. Ndio. Tarehe 15 ya mwezi huu wa 6. Kwa hiyo mengine yote kwa sasa hayana nafasi kwa upande wetu. Tunachoweza kuwaambia wana Simba wakae tayari kwa tarehe 16. 15 wakae tayari. 15 kwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Wakae tayari. Sasa iwapo kwa sababu moja ya vitu ambavyo anakwenda nayo msemaji mwenzao anasema hata kama ikibidi hiyo mechi kuchezwa haiwezi ikachezwa kwa tarehe hiyo kwa sababu maandalizi na nini, wao wanaweza wakawaambia bwana hii mechi isogezwe. Ikisogezwa nayo itakuwaje Semaji? Tuwezi kuzungumzia kitu ambacho bado hakijawa. Ndio. Sisi tunaishi kwenye taarifa ya bodi ya ligi. Ndio. Ambayo imetuelekeza kwamba mechi ni tarehe 15. Ndio. Na tumeanza maandalizi yetu mapema kuelekea tarehe 15. Baada ya kumalizana na mechi yetu dhidi ya Singida pale Manyara moja kwa moja tukaanza maandalizi kuelekea mechi hiyo. Kwa hiyo tayari tumeshafanya mazoezi na maandalizi ya kutosha na tulikuwa tukifanya mazoezi ya kwenda na kurudi. Hii leo Jumatatu ya tarehe 9 tunaingia kambini rasmi kwa ajili ya kuendelea na programu yetu ya kwa sisi kwa upande wetu maandalizi yanakwenda vizuri kweli kweli. Kwa kama kuna mtu hajajiandaa, kuna mtu bado hajachomekea vizuri, hiyo atajua na yeye na bodi ya ligi. Sisi tuko tayari. Msikia maneno Ambangile, umemsikia Semaji? Ahmed, mambo vipi? Mambo safi kabisa ndugu yangu. Baada kwako bana. Kwema kabisa bana. Sasa mmeingia kambini rasmi leo. Mimi nianze taratibu kwanza. Tutakuja huko kwingine. Hakuna wachezaji ambao pengine sasa hivi ukiangalia unahisi tarehe 15 kwao itakuwa karibu kutumika katika hiyo mechi in terms of majeruhi? Majeruhi tuliokuwa nao wote walipona, kwa maana Musa Kamara ambaye aliumia katika mchezo wa nusu finali dhidi ya Singida. Valente Nouma naye vile vile aliumia katika mchezo huo. Kwa hiyo baada ya mapumziko na matibabu wamekaa vizuri na sasa wako tayari. Kulikuwa kuna changamoto ya Shomari Kapombe naye vile vile amepatiwa matibabu, yuko vizuri. Kwa hiyo kuelekea tarehe yetu hiyo niseme tu kwamba sisi tuko tayari kweli kweli, kwa maana wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Ahmed, tunajua na kuongezea hapo wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania kwa maana Mohamed Hussein Shabalala, Yusuf Ali Kagoma, Kibu Dennis Prosper na wenyewe tayari wameshajiunga na wenzao, wanaendelea na program ya maandalizi. Sisi tuko serious na kazi. Ahmed, utaratibu ni kwamba mwenyeji huwa anatangaza venue, sehemu ya kuchezea mechi, mambo ya ticket na nini. Na kwa kawaida muda kama huu huwa tunakuwa tumepata almost vitu vingi sana ambavyo tunajua kuelekea katika mechi husika. Vipi? Hatuwezi labda kuproject sasa hivi hawatofanya au vipi? Nyinyi kama taasisi ya Simba ikitokea kwamba yani hawajafanya hivyo mpaka kuelekea katika siku husika, Simba taasisi imejiandaa vipi? Kwanza lazima itambulike kwamba mechi ya tarehe 8 ilikuwa ipigwe Benjamin Mkapa. Ndio. Mechi ile ikabadilishwa venue, ikabadilishwa tarehe, na taarifa ya bodi ya ligi ikasema wazi kwamba itatangaza tarehe nyingine. Kwa hiyo kilichobadilika ilikuwa ni tarehe ya mchezo kutoka Machi 8 kwenda tarehe nyingine ya mchezo. Maana yake ni kwamba badiliko pekee lililofanyika kwenye Kariakoo Derby ni badiliko lililohusu tarehe pekee. Uwanja kwa maana venue ukabaki
ile ile. Kwa hiyo mpaka sasa status iliyopo ni kwamba mechi ni Benjamin Mkapa, unless otherwise itoke taarifa nyingine ya kubatilisha taarifa ya awali ya kwamba mechi ni Benjamin Mkapa. Kuhusiana na viingilio, vile vile viingilio vilikuwa tayari vimeshatangazwa na watu walikuwa wameshanunua tiketi. Kwa hiyo hatutegemei viingilio vipya, kwa sababu watu takriban 30,000 walishanunua tiketi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huwezi kuja kubadilisha viingilio hii leo. Kwa hiyo lakini ikitokea sasa, kuja kwenye swali la Mbangile, ikitokea taarifa haijatoka, kwa maana wenyeji hawajatoa taarifa na vitu kama hivyo, bodi ya ligi inayo mamlaka ya kikanuni ya kutangaza vitu vyote hivyo. Kwa hiyo sisi tutadili na bodi ya ligi kuwauliza, bana, taarifa ikoje? Bodi ya ligi wanatupa taarifa na sisi tutafanya maandalizi kuelekea kwenye hiyo taarifa ambayo tumepewa na bodi ya ligi. Unajua kuna muda nilikuwa kama na kumarinate hivi, kuna sehemu nilikuwa nataka uje. Hapo uliponiambia kuhusu bodi ya ligi wana mamlaka ya kikanuni. Do you trust them? Unawaamini kwamba wanaweza kutekeleza kanuni pale ambapo kanuni inahitajika kutekelezwa bila kujali ni nani anayehusika katika hiyo kanuni? Bodi ya ligi hii ndio iliyosimamia michezo wa kwanza mpaka sasa tumefika mchezo wa 26 kwa kutumia kanuni hizi za bodi ya ligi, kwa maana kanuni za ligi. Kwa hiyo hatuna mashaka nao hata kidogo. Unafikiri walikuwa kanuni ambazo zimewekwa na kila klabu 16 zote zinajua hizo kanuni, unafikiri kikanuni walikuwa katika nafasi sahihi ya kufanya mechi ya tarehe 8 ije kuchezwa tarehe 15 ya mwezi huu wa 6? Kanuni Bodi ya ligi ina mamlaka ya kupanga, ina mamlaka ya kubadilisha, ina mamlaka ya kufuta mchezo. Kwa hiyo kikanuni walikuwa wako sahihi, kwa sababu wame exercise kanuni ambayo inawaruhusu kupanga ratiba ya mchezo na kubadilisha vile vile, bila kujali muktadha wa wenyewe kuwa na hiyo nguvu. Yani kwa nini wabadilishe, kwa nini wafanye hivyo mechi, kwamba ni kitu gani ambacho huwa kinawapelekea, au tu wanaamua pale ambapo wanawish kuamua? Ndio sasa sijaelewa semaji. Ndio. Bahati nzuri umezungumzia swala la tiketi, na swala la tiketi Ali Kamwe naye pia yuko kwenye line.